Jeshi la polisi la Nigeria limesema limemfukuza kazi afisa aliyekuwa akihusika katika mauaji ya Mene Ogidi mwenye umri wa miaka 28 aliyotokea Ifuruni, jimbo la Delta kusini mwa Nigeria. Polisi walitoa taarifa hiyo siku ya Jumatano tarehe 29 Aprili mwaka 2026 wakimtaja afisa aliyempiga risasi na kumuua kijana huyo kuwa ni ASP Nuhu Usman. Kwa maagizo ya Inspekta Jenerali wa polisi IGP Olutunji Rilon Disu, maafisa wote waliokuwa wanahusishwa na tukio hilo wameondolewa mara moja katika kamandi ya jimbo la Delta na kuhamishiwa katika makao makuu ya jeshi la polisi Abuja, ambako wamewekwa chini ya hatua za kinidhamu za haraka. Kamati ya nidhamu ya jeshi la polisi FDC pamoja na taratibu nyingine za ndani za kinidhamu imekamilisha uchunguzi wake, alisema msemaji wa jeshi hilo DCP Anthony Akon Placid katika taarifa. Uchunguzi umebaini bila shaka kuwa afisa mkuu ASP Nuhu Usman alikiuka kwa kiasi kikubwa amri ya jeshi la polisi nambari 239 na kanuni nyingine zinazodhibiti matumizi ya silaha za moto. Vitendo vyake vilikuwa kinyume cha sheria, visivyo vya kitaaluma na usaliti wa wazi wa kiapo cha kulinda maisha na kuheshimu sheria. Kutokana na hilo, FDC imependekeza kufukuzwa kazi mara moja kwa ASP Nuhu Usman na maafisa wengine wote waliobainika kuwa na hatia. Inspekta Jenerali wa polisi ameidhinisha mapendekezo hayo na kuyawasilisha kwa tume ya huduma ya polisi kwa ajili ya kuthibitishwa kwa mujibu wa taratibu, alisema. Polisi walisema baada ya kukamilika kwa taratibu za kiutawala, maafisa husika watakabidhiwa kwa vyombo vya sheria ili kufikishwa mahakamani kwa nafasi yao katika tukio la kupiga risasi kiholela nje ya utaratibu wa kisheria. Tukio hilo la hivi karibuni limezua taharuki nchini Nigeria, huku vijana wakikusanyika katika jimbo la Delta kuandamana kupinga tukio hilo. Katika video iliyosambaa, mwathiriwa anaonekana akiwa amekaa chini akiwasihi maafisa, akisema hana ufahamu wowote lakini yuko tayari kuwaongoza kwa mtu aliyemtuma kuchukua kifurushi fulani. Inaelezwa kuwa alikuwa ameenda kuchukua mzigo katika kampuni ya usafirishaji ambao baadaye uligunduliwa kuwa ulikuwa na silaha. Baadhi ya wafanyakazi wanasema mwathiriwa alipokea mzigo huo katika kituo cha magari, lakini madereva waligundua kuwa kifurushi hicho kilikuwa na bunduki ndani. Alipofika kuchukua mzigo huo alikamatwa na baadaye polisi waliitwa. Hata hivyo, polisi walifika, badala ya kumkamata mtuhumiwa na kuchunguza tukio hilo, walimpiga risasi papo hapo. Video inaonyesha maafisa hawakumsikiliza. Wawili kati yao walikuwa wakijaribu kuandaa silaha zao kwa takriban dakika moja, wakitoa na kurudisha magazini ya bunduki. Kabla ya kupigwa risasi, alisikika akisema, "Afisa tafadhali, nitawaambia kila kitu. Rafiki yangu alinidanganya. Yuko Sapele. Naomba tafadhali, sijui chochote kuhusu hilo. Nitawaongoza mkamuni, yuko Sapele. Afisa tafadhali, nitawaongoza mkamuni. Sijui tafadhali." Wakati akiendelea kuomba msaada, maafisa walikuwa wakijiandaa kufyatua risasi. Mara tu alipomaliza, afisa mmoja aliyekuwa amevaa kiraia alimfyatulia risasi na kuanguka papo hapo. Baada ya kumpiga risasi, walimbeba na kumweka kwenye gari lao na kumpeleka kituoni. Taarifa zinasema alipigwa tena risasi akiwa kituoni kabla ya kufariki dunia. Video hiyo imeenea mitandaoni huku watu wengi wakilaani kitendo hicho cha polisi. Wananchi wengi wamejitokeza kwenye mitandao ya kijamii wakimtaka Inspekta Jenerali wa polisi kuhakikisha maafisa wote walio kazini wavae sare rasmi na vitambulisho vya majina kwa urahisi wa utambuzi. Mimi ni Bahati Limo na hii ni Simulizi na Sauti.